Ni kawaida kwenye maisha kujikuta kwamba umekwazwa au umeumizwa pengine na mtu wa karibu au wakati mwingine sio mtu wa karibu yako sana. Na mara nyingi sana maumivu haya huwa yanaweza kukusababisha ukafika sehemu ukajiona kama vile huwezi kusamehe tena. Nimeshakutana na watu wengi sana ambao mpaka na hapa kabisa anasema kwamba mimi sitamsamehe, labda nimekufa, au mimi sitaweza kabisa kumsamehe. Lakini pamoja na kusema hivyo, anagundua kwamba kutokusamehe kwake kuna mdhuru yeye zaidi kuliko yule ambaye anasema hatomsamehe. Na kusamehe si jambo rahisi, lakini la muhimu sana, na ni la muhimu sana kwako wewe uliokosewa zaidi ili uweze kuendelea mbele zaidi. Sasa ziko hatua ambazo unaweza kuzitumia kwenye kusamehe. Lakini kabla hatua hizo ni vizuri kujua kwamba kuna aina mbili za msamaha. Moja tunaita unilateral forgiveness na nyingine tunaita transaction forgiveness. Forgiveness ni pale ambapo unamsamehe mtu hata kama yeye hajaomba msamaha wala hajakuja kukuomba msamaha. Unaamua tu msamehe. Transaction forgiveness ni pale ambapo mtu anakuwa amekuja sasa amekuomba umsamehe. Kwa hiyo kwa namna yote ile, kama ni kwa unilateral au transaction, bado msamaha unabaki kuwa ni kitu cha muhimu sana kwa afya yako ya akili na afya ya moyo wako pia. Unapotaka kusamehe, ziko hatua unazotakiwa kuzitumia, na ziko hatua 5. Hatua ya kwanza kabisa kwenye msamaha ni kwamba lazima acknowledge kwamba umeumizwa. Lazima utambue maumivu yaliyosababishwa na kitu kilichotokea kinachokufanya usitake kusamehe. Usipoyakubali yale maumivu na kuyatambua, maana yake ni kwamba hautaweza kwenda mahali kokote kule. Watu wengi sana unakuta wameumizwa, lakini wanajaribu kuficha yale maumivu. Njia ya kwanza ya kuweza kuachilia na kusamehe ni kutambua kwamba nimeumizwa. Sasa wewe pengine umeumizwa, maumivu yako ni yapi? Pengine kuna maumivu ya kihisia umeyapata kwa sababu ulikataliwa. Kuna maumivu ya kihisia umeyapata kwa sababu ulisalitiwa. Kuna maumivu ya kihisia umeyapata pengine kwa sababu ulinyang'anywa haki yako. Kuna maumivu ya kihisia umepata kwa sababu ulisingiziwa. Yatambue maumivu ambayo yametokana na ile hali na kufanya wewe unaosema sitamsamehe mtu fulani. Kwa cha kwanza ni kutambua, acknowledge that you are hurt. Cha pili ni kwamba lazima ujue madhara yaliyotokana na ile hali yako ya kutokusamehe au maumivu uliyoyapata. Kwa mfano, kama uliwahi kukataliwa, kama uliwahi kusingiziwa, kama uliwahi kufanywa kitu kibaya katika maisha yako, umepata madhara gani ambayo yapo saizi katika maisha yako? Wengine unakuta pengine madhara uliyopata imepoteza hali yao ya kujiamini. Wengine madhara waliopata pengine wamekuwa waamini watu wengine kabisa. Wengine madhara waliopata withdraw, wamejitoa katika watu, wamejitenga wako wenyewe. Wengine madhara waliopata watake kujaribu kitu kipya chochote katika maisha yao. Jaribu kuangalia katika maumivu uliopata na kufanya usisamehe, ni madhara gani ambayo umeyapata. Yale madhara yatakusaidia kujua kwamba usipochukua hatua yoyote sasa hivi, manake baadaye inaweza kukuletea matatizo zaidi na utakosa fursa nyingi zaidi kwenye maisha yako, na kibaya zaidi hautafurahia maisha yako. Jambo la 3 ambalo natakiwa kuliangalia ni kubali kwamba huwezi kubadilisha kitu ambacho kimetokea. Accept that you cannot change. Ni kitu kimetokea. Ni kweli mtu kakuumiza, ni kweli mtu kakukwaza, ni kweli mtu kakusingizia. Just accept, kwa sababu ni kitu kimeshapita. Ukiendelea kukikataa, ukiendelea kudeny, ukiendelea kufanya kama vile unatamani kisingetokea. Unajua kuna mambo kwenye maisha yako yanatokea unasema I wish jambo hili lisingetokea. Haitosaidia kwa sababu tayari kimekwisha tokea. Kwa accept kwamba you cannot change what happened. Ni tayari kimekwisha kutokea. Kwa badala ya kuangalia uko nyuma, jaribu kuangalia kuanzia hapa sasa ninaweza kufanya nini na naweza kwenda wapi. Ndio maana hatua ya 4 unapofikia, ukishakubali kwamba hicho kitu huwezi kukibadilisha, amua sasa kusamehe. Decide to forgive. Amua. Msamaha sio hisia. Msamaha ni maamuzi. Hauwezi kusamehe kwa hisia kwa sababu hisia zako haziwezi kukuruhusu kusamehe. Kwa hiyo unaamua, unasema mimi nimeshajua siwezi kubadilisha kilichotokea, lakini ukweli ni kwamba madhara ya kilichotokea yananiathiri mimi zaidi kuliko yule ambaye simsamehe. Kwa hiyo ninaamua sasa kusamehe. Kwa lugha nyingine tunasema tangaza msamaha kwa watu ambao wamekukosea. Na mwisho kabisa tunasema let it go. Achilia. Usiendelee kushikilia. Kadiri unavyoendelea kuwashikilia watu wengi ndani ya moyo wako, ndivyo inavyozidi kuwa ngumu kwa wewe kusonga hatua katika maisha. Kuna watu leo ndani ya mioyo yao wamejaza watu ambao hawajawasamehe kwa muda mrefu sana. Kuna watu bado wamewashikilia wazazi wao. Kuna watu bado wamewashikilia wenzi wao, pengine mume wake, mke wake, mpenzi wake, wengine watoto wake. Kuna watu wamewashikilia watu wenzao kazini, pengine ni bosi au colleague kule kazini. Wengine alidhulumiwa na mtu fulani pesa, bado wamemshikilia. Let it go. Unapoachilia unajipa faida mwenyewe zaidi. Tafiti nyingi sana zimedhihirisha kwamba watu wasiosamehe na wenye uchungu sana mioyoni mwao, huwa hata afya zao haziwezi
kuwa bora sana, na mbaya zaidi wanazeeka mapema kuliko watu ambao hawajasamehe. Ni kweli kwamba sababu ya kutokusamehe ni nzito sana, na hata ukieleza kila mtu anaweza akasema kwa kweli unastahili kutokusamehe, lakini hiyo haiondoi umuhimu wa wewe kutokusamehe. Kumbuka, usiposamehe unapata madhara makubwa zaidi kuliko yule ambaye hujamsamehe. Achilia, let it go. Sijua kama umesha kufikishwa sehemu ukaona kabisa ni ngumu sana kusamehe. Ningetamani sana uniandikie hapo chini kwenye comment ili tuweze kushauriana zaidi, tuishi maisha yenye furaha zaidi. See you at the top.